tumeamua tukuje tutembee hapa Laikipia tuone ni yapi yanatendeka. Tukasema ni vema tujionee wenyewe, tusiambiwe. So tumekuja leo, tumezuru kiwanda, tumezunguka, tumeona ile kazi inaendelea na zile juhudi ambazo kwa mwekezaji ameweka katika kufufua hiki kiwanda. Najua kimechukuliwa kwa muda, kimekuwa kikifanya kazi, tumeambiwa, lakini vile nimesema leo tumekuja tujionee. Tumetoka kwa wengine wetu wamesema hapa tusipoona moshi na tusikie ile harufu ya sulfur, hatuamini kwamba inafanya. So tukakuja tudhibitishe kwamba tumeweza kukabiliana na hiyo moshi nyingi na pia hiyo harufu mbaya ambayo ilikuwa natoka hapa, sababu mwekezaji ameleta teknolojia mpya ambayo inapambana na hiyo madhara ambaye hayakuwa inapendeza jamii wenye walikuwa wawele majirani na wenye wapita njia pia. So tumetembezwa, pia kwanza tulitangulia kupewa brief kidogo vile walivyo, vile wana operate, wameajiri watu wangapi, kisha tukatembea, tumesunguka kote pale tuna receive hiyo makaratasi, tunafanywa kazi mpaka mwisho inakuwa karatasi ambayo inauzwa kwa soko iweze kutumika na wale wengine ambao wanafanya biashara ambayo inahitaji makaratasi. So letu ni kudhibitisha kwamba yale tumeona ni kuwa kiwanda kinafanya kazi. Kwa wakati huu tumeambiwa kimeajiri wafanyikazi 450 nao ni wale wako na direct employment. So imagine ni kama familia ngapi wanaguza wakiwa hapa wakifanya hiyo kazi. Na pia wale wako hapa katika hiyo 450 people ambao wanafanya kazi hapa. Ni kwamba huo mwekezaji kwa nafasi ya kwanza sisi kama taifa na serikali tunataka tuwapongeze sababu wameweza kuunda nafasi kwa kazi kwa Wakenya na vijana. So wanatusaidia kwa kukabiliana na hilo changamoto ya ukosefu wa kazi katika taifa. So tumeambiwa pia ile mipango wako naye kuendelea kuwekeza na kupanua kiwanda kiweze kuajiri hata watu wengi zaidi. Na pia kwa wakati tuko hapa tunatembea, tumeona pale wanatumia ile waste product ya miwa, ile wanaita bagasse, ndio wanatumia kuchemsha maboira, kuchemsha maji na mengine. So ni kuonyesha kwa hiyo value chain ya miwa kwamba pia ile waste, kama kwa mfano nataka niseme tu hapa juzi nilitembea pale West Kenya nikaona mrudikano mlima mkubwa karibu kama ule ninaona pale wa bagasse, sababu haikuwa na pahali ya kutumika. Tumeambiwa hapa inatumika kuchemsha maji na pia 50% ya zile makaratasi zitakuja kuundwa baada ya kuleta hiyo mtambo mpya. 50% itakuwa ikitumia hiyo bagasse. Kwa hivyo tunataka pia tutoe wito kwa wakulima wetu wa miwa waongeze kilimo cha miwa. Sababu tumeona ile manufaa tunapata kwa miwa, siku hizi tunalipwa kwa wakati ufaao. Siku hizi pia hata kama unalipwa pia tunapewa pembejeo za kulima kuweza kulima miwa, tumepewa mbegu ambayo inakomaa kwa haraka. So tunatoa wito kwa wakulima wetu. Tulime miwa tuongeze ukulima wetu wa miwa ndio tuweze kusupport kiwanda kama hichi na kiwanda kiweze kusupport hao wafanyikazi ambao wanapata kazi, na pia tukileta hapa pia tunataka tukumbuke kwamba wanatumia ile makaratasi kuku ile waste paper. Kwa hivyo kuna watu wengi sana hasa katika sehemu za Nairobi na sehemu zingine za nchi ambao vijana wanakokota makaratasi, wanarundika pahali moja, yananunuliwa, yanapakiwa, yanasafirishwa, yanaletwa huko. Na hizo bado ni nafasi za kazi ambao Wakenya wanapata kwa Nairobi na kwingine. Na hata huyo mwenye anasafirisha pia ako na kazi, wenye pakia pia wako na kazi, wenye wanazifunga kwa bells pia wako na kazi. Kwa hivyo huyu mwekezaji kweli amesaidiana na serikali kwa njia kuu kuweza kupeana nafasi kwa kazi kwa Wakenya wengi. Seeing is believing. The way the RC came, he didn't know what was happening here. He had doubts, so he came to confirm the way he has confessed. And those ones who are claiming that Pan Paper is not working are those people who have never been here. And we are encouraging them to come. I want to say that the outgoing year, we had a very robust strategy of stakeholder engagement, and I believe most of the journalists were accompanying them. So we've been bringing the border people here, the churches and everybody. So we're doing whatever we can, and those people who go out are actually our ambassadors, and we shall continue a sustainable campaign. So all I can say is that we should not, the way the RC has said, we should discourage politicization of a very serious investment like the one that we have now. Truth be told, the few politicians who are using this as a political weapon is not that they're ignorant. They know very well that it is working. So we just want to remind them, please,
let's just be realistic and very objective, because this is something that borders or touches on the livelihoods of every Kenyan, if I were to say. So just coming back to your question, I think the future is bright. Now that there's been a lift on the embargo on forestation, I think we shall now be getting additional raw materials to complement whatever we are doing insofar as environmental management is concerned. Because what rye paper is doing is to manage the environment by using and recycling the waste paper. That's a big benefit to the environment. And by so doing again, taking care of a forestation program. So ours is going to be very structured. We are going to engage with the requisite stakeholders like Kenya Forestry Services. We are going to engage with schools so that we don't also deplete the little resources that we have insofar as trees are concerned. We are going to work with schools, with all other key stakeholders in planting more trees. So as we plant, so are we going to harvest. So that is something that is going on.